kwenye mbingu kinateremka kwetu, kwa wewe ambaye hauna kiburi, hauna habari ya kubadilika, kwa sababu wewe ndiye ulituumba kwa hiari yako wewe mwenyewe. Kwa hivyo adhuhuri ya leo twaenda kuna hili neno kupitia Roho wa Mungu. Shuka Roho wa Mungu, zungumza na roho za watu wako, ili wakae na breakthrough juu ya hili neno, mfalme wa amani. Wakae wa kuinuka na kuhuwika mchana huu wa leo, na ili wakakae wakijua ya kwamba wao wenyewe ni vipawa za ajabu. Maana wa Mungu, nakushukuru kwa sababu katika kila kiungo wapendeka, na kila kiungo chapendeka katika hiyo mwili. Asante mfalme, katika jina la Yesu nakuhitaji. Shuka, funja kila nira, ili Mungu tukapokee kutokana na wewe. Haleluya. Asante kwa mkate, katika jina la Yesu toma na kuamini. Tuseme amen wapendwa. Haleluya. Wakati Paul was trying like to talk this word, he was saying that every good gift comes from God. It comes from heaven, and it flows. As we normally say that we are inspired in the word. So every good gift, it comes from above, and it flows when it comes here. Each one of us receives his own gift. Hallelujah. The Bible tells us in Acts chapter 3 that when they were just in the upper room, they were told, don't go in Jerusalem until you are filled with his power. Hallelujah. And as you are filled in this power, you will be able to go to the utmost of the world. You will be able to reach the unreached. You will be able to preach this word with the power and anointing. Amen. Hallelujah. Jesu akiaria horo ucio akimera mayuriro ni kigo gikiri, na riria roho yakaharuruka thiini wanyu ri nimukagia na hinya, na nimukahota kumagara, na nimugakinyira ndurire nyingi, na thiini wa ritwa riakwa nimukabatithanagia, na nimukoyaga aria arwaru na makahona. Haleluya wapendwa. Na ti kindu kingi, ni tondu wewe kiheo kiega kia Ngai. Haleluya. Wewe ni kipawa nzuri cha Muumba wako. Mimi ni kipawa kizuri cha Muumba wako. Mke wangu ni kipawa kizuri za maisha yangu. Amen. Unajua kuna wanaume wengine hawajui wake wao ni wa aina gani. Wanajua tu nikupe watoto, lakini hawajui ni vipawa za maana kwa watu wao. Haleluya. Ndikanidiro igawega. Kuria thurimo guciara tu. No matimenyaga ni heo njega cia ciari yacio. Jesu agocwo. Sorry, sometimes I may talk something else that you don't understand. But I want you to know, even if you are young, you have to know that. Ya kwamba hata wakati utapata mjumba wako na uolewe, una wajibu wa kujua ya kwamba mke wako ni kipawa chako nzuri, chatakiwa kutunzwa. Hallelujah. Watakiwa kuelewa mapema ya kwamba mke wako sio mpira. Mke wako ni kipawa cha maana, cha kutunzwa, cha kuhifadhiwa, cha kulindwa katika kila hali. You are responsible. You have the accountability. Hallelujah. And that's why James, the brother of Jesus, alikuwa anajaribu kuambia ya kwamba ashiari mumenye mwiheo njega. Hallelujah. Nitiga ni maitu witware mwega, akinyongithia wega, ona ndarira kahoreria, ona ndathugumaga thondeka, ona ndamia gakwana na. Hallelujah. Uhoro ucio ni mwega. Amen. Mwathani agocwo. Ndona mwiritu uria muthaka. Wamona? No mwina wao. Uja. Ni mwiritu ucio no wao. Haya, ni uri muria. Hallelujah. Jesu agocwo. Mwiritu ucio tagwo wanja no itura ritu. No amutumira mwitaga Rakeli. No itura ritu. Maikara nonge wi hali ugu ena coach yoki. Ako wapi huyu mwingine tulikuja naye? Aha, ndiye anakaa pamoja na huyo na wakanakaa katika na ukitaka huyu msichana kuna Hana ule ambaye ni rafiki yetu. Haleluya. Wanakaa ni jirani zangu, tunakaa katika apartment moja. Lakini naongea hivi ili upate kuelewa wewe ni kipawa cha aina gani. Huyu msichana ni kipawa kizuri cha mama yake. Akimwambia kimbia, halegei na harudishi maneno. Akiringa naulizwa, no langadhiria. Haleluya. Kwa sababu yeye ni kipawa cha mama yake. Na wakati Yakobo alikuwa anaandikia kanisa ya kwamba sisi ni vipawa
cha kazi ya Mungu ni kusema ya kwamba katika kanisa la Mungu you are answerable. Hallelujah. Unajua mara kwa mara watu wanachukua mhubiri tu. Uliaimo ujanie dibenyaga. No. Wewe ni kipawa cha maana ndani ya nyumba ya Mungu. Na ndani ya nyumba ya Mungu hakuna kipawa hakina kazi. Hakuna kipawa ambaye ni vivu na kipawa ambaye hakipendeki. Kila kipawa ni cha jambo, mradi kinafanya kazi ile inayofaa kwa mwenye kazi hiyo. Hallelujah. Kiyo kina wera muthaka muno. Na thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai gũtirĩ kahĩĩ kanini na kĩnene na kĩnoru na mũndũ wĩna mapanja. Hallelujah. Thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai othe maragĩrio me hamwe ũguo ndĩramwarĩria na makaigua. Hallelujah. Tondũ ũcio matu-inĩ wĩtagwo Ngai amarũkagĩria roho wa kũigua. Ĩcwagocwo. Na rĩrĩa mambĩrĩria kũigua nĩ ũrĩigua ũhoro. Mũndũ wa mĩaka 15 akĩratha. Ĩcwagocwo. Tondũ kĩheo nĩ gĩkire atĩa? Nĩ kĩharũrũkire. Tondũ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, ndani ya nyumba ya Mungu tuna hizi vipawa. Na ukisoma katika Efeso 6 unasikia ya kwamba na mjivalishe. Hallelujah. Mjivalishe silaha za kazi. Kwa maana sisi ni vipawa za kazi. Na kipawa chochote kikitaka kufanya kazi nzuri kinakuwa tayari kwa kazi muhimu. Kwa sababu hatuogopi mtu ambaye anatuangalia na macho. Tushuthagĩrĩria ũrĩa wĩ matu-inĩ ũthemenyaga ũrĩa tũrutaga. Paulo akĩaria ũhoro ũcio thĩinĩ wa 1 Peter chapter 5 verse 1. Araria ũhoro wa athuri. Akoiga inyanyua athuri a kanitha. Haha nĩ ndona athuri a kanitha. Jesu agocwo. Amen. Jesu agocwo. Athuri a kanitha. Ndĩrĩ ũmwe na mũhunjia na arĩa angĩ. Hallelujah. Arana na akoiga na mũrutaga wĩra wa Ngai kwĩyendera. Jesu agocwo. Hallelujah. Murutage wĩra wa Ngai na kwĩyendera. Kwa maana nyinyi ni vipawa cha Mungu za kazi nzuri ambaye zimeteuliwa zifanye kazi nzuri. Amen. Hallelujah. 1 Peter chapter 2 verse 8 yasema ya kwamba tulikuwa taifa ambao halifai. Wakati tulikuwa huko nje hakuwa taifa. We were a nation not known. But today we are a known vessel. Hallelujah. We are children of God. We are the most blessed. Hallelujah. We are blessed and highly favored. In the kingdom we are. Hallelujah. We are God's creation. We are His shepherd. Hallelujah. That's what Paul is trying to tell us. Ya kwamba tulikuwa kondoo hasijulikani. Tulikuwa watu hawajulikani. We were there infidels. Tulikuwa huko heathen. We could do any other thing any other person could do. And that's why you hear even here in America. People tend like to be funny. They create marriages for men and men, women and men. They know nothing. They are in the darkness. They are still where we were. Hallelujah. But the Bible tells us in 1 Peter chapter 2 verse 8, we were once not a nation, but today we are a nation. Hallelujah. Tuire mundu shumuriganĩtie nake niĩ ndĩ mũndũ wĩna hatabu. Eni yatia we. Tondo hona ndĩ mũndũ wĩ hatabu. Hallelujah. Jesu alogosho. Hallelujah. Dunyone. Ono gude hupete. Ena hatabu. Eni. Jesu alogosho. Alogosho mwadhani. And that's what I'm trying like to say. Ya kwamba sisi ni taifa ambao ni sawa. Usione mwenzako kama amekosa njia. Ako sawa. Ni vile tu hujamkaribia vizuri. Ukimkaribia vizuri hata kama anatembea na mguu mmoja haitembei vizuri, lakini hapa kwa bongo is always updated. Hainoliwa vokozi. Hadi guo. Unaweza kuja mtu huko nikiweta huko nje. Umekuta naomba. Lakini bongo yake iko sawa. Ni mwili tu inadhoofika. Jesu ahosho. Kana mtu unasho jigi siarana. Am I talking something? Tuaga no delaria. No heka delaria hihi. Kasioje siruta sianako. Atumia no mwarakara. Hao watu ukienda kwetu Nairobi utakuta ya kwamba ni viwete lakini wanasana humu wanavijana supu. Wana wasichana supu. Unawakutoa kipiga gitaa, wakipita kalengalenga, wako na hiyo wimbo ya msunguko pale, wanaimba Yesu anarudi, na wako supu.
It's only that man, he doesn't have good legs. But the other areas of life is up. Hallelujah. Yuko sawa, amezaliwa. Yeye ni kipawa cha ajabu. Hallelujah. Umpende, umuombe, umuhifadhi. He is still part of the kingdom. Hallelujah Mwokozi. Asipookoka ataingia kule pastor alikuwa anasema asubuhi. Lakini walikuwa anasema paka tole, lakini sio wapi. I'm trying to explain you what kind of kipawa you are. Oh yes. James alikuwa anasema ya kwamba sisi ni vipawa. And every good gift. Kipawa chote kizuri. Wewe ukiwa hapo kwa hiyo kiti yako usijidharau. Wewe ni kipawa cha ajabu. Don't allow anybody to blaspheme you. Tugetekerie mundu akuyururie kana guhuthie. Wewe kiheo kiega. Jesu agocwo mwathani. Eni ni kurenda ciari kwaria ciari kwaria ciari moigaga kana gaka kare gakerwo moigai witu kira moigai tutige kurira ria irigo mwathani agocwo tondu ndari kiheo kiega kwi maitu ona ko maitu ndari muhonoki no ndari kiheo kiega kia maitu mwathani agocwo mutukirie ameni. Watumio mwetheini wa Biblia arateithia mbia nyingi muno ne mugitoka ne muthomaga okuo na mutumio ucio rururite. This woman had spent all the part of his money in his life. She was a rich lady. She was a business woman. She was rich. The Bible says that she was rich, but she spent all her money trying to get the power. Hallelujah. Oruraga agietha ki mwana agietha uturo agietha kiheo kiega na akihũthĩra mbeca ciake nyingĩ mũno na akihũthĩra mũtũrĩre wake na mũtũrĩre mĩingĩ mbia ciake igĩthira. Hallelujah. Hata usupu wake ukakwishia huko. Ainuliwe Mwokozi wapendwa. Na wapendwa wamama usiniangalie vibaya. Lakini Biblia inasema namna gani? Bado alibaki kipawa kizuri cha Mwenyezi Mungu. Hallelujah. Hata kama alipoteza mali mingi, lakini still God was calling. You are still the good vessel. Hallelujah. You can be a good vessel. Turn from your bad ways. You become a good vessel. Amen. Hallelujah. Biblia inatuambia mtoto alipokuwa mkatili, alikuwa mpotevu. The prodigal son, you always learn about him. He ran away. He went to spend his own wealth. He spent his money there and there. But when he came back to his mind, the Bible tells us he became a good boy. When he was welcomed home, he became a good vessel. Ainuliwe Mwokozi. Usimkubalie mtu yeyote kukwambia wewe si kipawa. Wewe ni kipawa uko pale umekaa. Wewe ni kipawa cha Mungu. Wewe ni kipawa cha ajabu. Biblia inasema ya kwamba kipawa chote kizuri cha kutumainika, cha kupendeka, haleluya, kinatoka juu, haleluya, kutokana kwa Mungu ule yuko kwa utukufu. Madhani hosho shiheo the shega uti komakanio la koro ile tatamakara ule okeheo kiega. Amen. Madhani hosho unako ina basho taishishia kwa ule okeheo kiega. Agoswa Jesu. Amen. Jesu hosho. It's only there the people who look by the face. Lakini God will always be calling, we are his vessels. Hallelujah. And that's why Paul said, akamwambia Timotheo, na kila mtu akijitakasa na ajiweke kando, awe sawa na maandiko, atakuwa kipawa nzuri cha kutumika kwa huyo Mungu. Wakati unapofaa, wakati unatakikana, Mungu wako anakutumia. Hallelujah. No, tuike keo kiega mwire tuyo. No, tuike keo kiega mutumi oyo. No, tuike keo kiega muthuri oyo tiga koroga na haria. No, tuike keo kiega okiamania na mawaganu no coke Ngai na ugeni omothe. No, tuike keo kiega yakothirwo ni Ngai ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Hallelujah. That's what the Bible tells me here. Oh yes. And that's why James is telling us, we be ready to become good vessels. Amen. Because those good vessels, they come from God. Nobody can give you better of yourself. Even the pastor was talking here in the morning, that it is you to know yourself better. When you present yourself from the heart better, people will see you good. That's right. The conduct you show, the disciplinary act, it is the one which shows what kind of life you are living. That's right. Hallelujah.
Unajua hata kuna watu tunawatizama na macho uanze kusema hai, kwa sababu hata ile shula na ile unamuona vile namulika ni magaindi, unamuona si mtu sawa. Lakini unapobadilika kutoka kwa roho yako, hata uso yenyewe inaoneshana wewe ni kipawa cha ajabu. Haleluya! Na sio hapo tu, Biblia ya Mungu inasema namna gani Paulo akiongea hayo maneno katika Timotheo. Tuendelee katika First Timothy chapter 4. Nataka twende bia sababu mhubiri alisema twende bio. First Timothy chapter 4. Nataka uelewe, I just want you to know you are a good vessel. A good vessel. When you are in the church, from today know you are a good vessel. It doesn't matter how you have been slacking. It doesn't matter how you have been seeing yourself. Being low, humiliated, intimidated, as if you are not worth it. Hallelujah. But the Lord has come with your word to confirm to you. Before you go to the confession, you have to become a good vessel. You have to be yourself. You have to know you are a good vessel. That's right. Hallelujah. Amen. You have to know you are a good vessel. And that's why Pastor was trying to say, who is there for that day? Who is there for that day? You could all wake up and say, me here, me here, me here, and do his. Amen. Hallelujah. We're excited. Amen. Mwana ni agosho. Amen. Toto tokiagira idwothere. Na gutwika twishiga twindojito chaka chawela wangaire tutikwata utira tukianirwo na kabeme. That's right. Jesu agosho. Taibane kwa wale ito hana wagenda musiba tutiko batara utira tukihorerwo thimo turakinya shigana hareria meciria makoro utwegoko. Ngene ndiramenya kalenda yakwa ni athara mwetha igire kogo nego thie mbere na njari na kena thiku ya guthia. That's right. Mathani agosho. Otikige amen. Niwe gutire mundu na atego kwiro. Na ole ya keringa hodi gwaku ne wambagira komenya kwina gwatu woka ekisogos ogwati wa hano rabo koreire ndiye twirake thiete ndari ushera gwake oi pastor ni kwa hiyo mwana ni agosho otikiga amen. Amen. Ona tutirathia gatu tuke ate twambia kwera mutumia ucio ngibarigatie nake torosho ni wakwirwo ni nyina hwae waiyo muthima tukumahitũkĩte ainũriwo mũkosi. I'm not talking of that. I am talking of the good vessel. Hallelujah. Ainũriwo mũkosi. First Timothy chapter 4 verse 14. Tusikie hilo neno vile Paulo anamwambia Timothy. Menya ukaga kuhũthĩra kĩheo kĩrĩa ũrĩ nakĩo kiumanĩte na wega wa Ngai o kĩrĩa waheirwo na ũndũ wa mohoro marĩa marathirwo hĩndĩ ĩrĩa waigĩrĩirwo moko nĩ athuri mokanĩte. Ĩkagĩra maũndũ macio kĩo na ũikarage ũmarũmĩtie nĩgetha andũ othe monage mahote kuona ũrĩa othiaga na mbere. Wemenyagĩrĩre we mwene no menyagĩrĩre ũrutani ũrĩa ũrutanaga tũrwo wĩkaga maũndũ macio nĩ ũndũ wĩka ũguo nĩ ũkwĩhonokia we mwene ona andũ arĩa makũiguaga. Amen. Hallelujah. Hiyo ni barua moja safi salifu inaandikiwa kanisa, inaandikiwa Timotheo. Hallelujah. Na Paulo kama bishop wa kanisa aliandika hiyo barua kusudi lako leo mimi na mimi. Yes. Ili tupate kuelewa jinsi tunatakiwa kukaa katika kanisa la Mungu. Hatutakiwi kukaa kanisa la Mungu kama watu hawajijui, hawajielewi. Right. You are the purpose of God. Hallelujah. Amen. You came with a purpose in America and you are a purpose of God. Hallelujah. Wewe ni jambo la maana katika kanisa la Mungu. Paulo anatuambia namna gani? Ate ni lazima, anamwambia upepe hizo kipawa. Upurishie hiyo kipawa. Yesu anasho mwaki ohoraga de kwa gushokera yongo mutuge gwatumia. That's right. Atumia neke. Hallelujah. Amen. Mwaki ohoraga de kwa gushokera yongo. Eni hendire mwashokera mwaki go na mwao huha kama undo uwe mwaki na nyokohara. Nyongo ehe Yesu anasho. Hallelujah. Agosho madani. Hallelujah. Oh, mwaki wa mbere ya wakana nyongo nemenya kule woti okole. Ne kabya kwa mwaki okyapata. Na kaida katale kura ihu. Nani gakora ikora hiyo kule kete nyongo. Hallelujah. Oh yeah. Ega kama hoyo pu. Ega kuina nyoga wote. Toni no shabiri kuhera. Mwaki ni otonganirio ndeko hiyo hire. Mati ko dinyo wara wira da tonge githome na mwari wa 12 eroiga naguo mwaki uyo oikaraga kana kigongola. Hallelujah. Mwaki uyo oikaraga kana gaire ciothe ndukana hore nyumbeno ya kanitha wa kiroho
wira gato dokana olie mwaki ucio wakio no tule watanaga. Hallelujah. Kutire mata muthejeri kwa hoka kwaki acha niende no mwe moike muno na unje tere tondu uri nyona Yesu agoco. Amen. Atu mabija kulia keni tondu nino kuhurire thimo thaa iria ingĩenda nĩguo ũcio nĩ ũgwati ũmwe na njĩra gĩta kũrĩa mũhunjia thaa 10 mũico tu okay ai mũthuri agire toro Hallelujah, bokozi. Amen. Naweza kukupigia simu anytime anywhere. Unaweza kuja nimekuachia message anytime anywhere. Uulize na huyu mtu halali wapende. Saa 8 ya usiku anapigia nani simu? Hajui sisi we are Americans. Tukija katika ufalme wa Mungu hatuna Americans. That's right. We are all vessels. Hallelujah. Amen. Good vessels. Na kipawa ambao ni cha ajabu kinamjali mwingine. Kama wewe ni kipawa Pastor Duati na wewe kondoo zako uwapigii simu, jichunguze kwa bongo. Watakiwa kuona kwamba at least a day you have called 3 people or 4 people ujue wanakaa namna gani. That's right. That's right. Ito ndio kila kirokori na turai na mutumio wa mburi ile. Ona ndo ibuthukagie babure. Nyume je mwera tigona wega ri nego tigona ciuria mutikugera amen mutikugera amen mutugo wito magani uriko ni ukire ako mundu caraga mathana ndukora ko muthu burari nda maina akako hoya no muhohere no ugithie no kijore thi hakuyo mwere atiriri sweetie amuliki kwakishio mwana ni amosho. Amen. I taught you something. Oh, yeah. That is the spirit. That's right. If you don't have the spirit, wewe mzee, kuwa na roho wa Mungu. Hana kuwa na roho wa roho wa ukora. Roho wa ukora ambao mtu akitoka anasema after all I am okay. I am what I am. Na anakimbia hata anawacha mama huko analalamika. Where did this boy? Handsome boy. Akimbia namna gani asubuhi? You know we call them handsome. Handsome boy. Hallelujah. Amen. Kwani huyu handsome boy alikimbia sanka. Wakutakiwa kuwa na seasons and time. Amen. Unakaa nazo wakati wote. That's right. Seasons and time. That's right. Na ujue ya kwamba usitumie vile zinatakiwa. Kama ni mke wako jifunze. Hata kama amelala masaa, akilala ukitaka kuondoka mapema, msungumusie kwa upole. Mwambie mama, hey sweetie, naondoka. Mungu akulinde. That one word, it heals the fight, it heals the wife, it heals the heart. Mazali ya gosho. Amen. Na akikurute kuigwa kawera na kwele dadi niombe tafadhali. Simseme amen. Amen. Simseme amen. Amen. Do you know why we teach marriages here? Because here in America we have been carried away by the wind of all sort of deceptive doctrines. That's right. Ya kwamba masaa dola. Unakuta ya kwamba hata msingi mzuri ambao ulitoka nayo kwenu nyumbani imekomoka. Na ndiposa Amos 9 na kuanzia mstari ya 10 inasema ya kwamba na nengo zote kanyumba cianyu kuria marimo ihorokei. Amos nione tiondo wa nyumba ikimomoka. Ndio Amos kenda. Na kiaria na kiuga nengo muthondekera nyumba cianyu kuria igite na mahoro. Igite na mahoro tondu wa mutugo moru twatigire kuma kuria twoimite no ria twatire turutagwo mwathani arogocwo. Mwathani arogocwo. Tiga gwitwa mundu wa muthe okay. Ikara we kindu kiega kianga. Amen. Yesu arogocwo. Na nogo turutagwo na hwaine. Ni mwatonya thini wa mucii. Twiria tugondu twaku tuothe wa mwathi wothe ti wega. Ona karia getoro. Hindi mweturi gitare gucera kwa itho wa mwathi. Kange twacera kiambira kugamona okay. I'm not okay, I don't want to come there. Wala ni arogocwo. Nini kanagande kwa kaboiga, oh my God, that young boy made me to be surprised. Tulimuita kwa meza, tunakula chiki hapa, na yeye mwenyewe anasema no. Daddy no. I'm not okay. Na akajiweka huyo mtoto na waambia wapendwa, akajipeleka kwa kona mahali akakaa, hataki kuzungumza na mtu. Ataka roho yake sijui ilikuwa inafikiria nini, hataki hata chicken.
Na sisi wote tunafurahia mankulio pale kwa mezani. Ukimwambia kuja, no, I don't want to come there. I'm not okay. Paul anaambia Timotheo, anamwambia vizuri sana, menyokaga kuhuthira kiheo gyaku kiria waigiheirwo hindi ria waigiheirwo moko ni athuri mokanite. Athuri akanitha uri mwigiheirwo moko ni muhunjia. Ucio ni mutatara wa maandiko. Hindi ni itu Jesu roho mwana dia roho sho kama tino ngo kehoero ha juu mutatara wake amaandiko. Hindi ni itu yugenda mundu no musiba igiheirwo mo hoero jakubirano hoero ekawega hoero Jesu roho sho. Hallelujah. Now Paul is talking something. He is telling us what? Don't misuse the gift that God gave you. When all pastor and elders of the church, they laid hands on you. That's right. To be what? To become a good vessel. Amen. Hallelujah. Amen. And that's what I'm trying to say. When you become a good vessel, you are able to communicate easily. Even the areas that people fall, you will not fall. You will not give up. Because you know the Holy Spirit will give you an easy breakthrough, an easy move as well, a good gift. Amen. Hallelujah. Because a good gift comes from God, from above. Now the God Paul, arena Timothy, tokanage kuthira kiheo gyaku ikaroge kihuhagereria, ikaroge kihuhagereria, ikaroge kihuhagereria, kigie na mwaki yakane kigie na hinya. Amen. Kisawaso. Mungu kuna iheo nyingi mno mhunja huko nyumba yenu. Kuna vipawa nyingi sana ndani ya hii hekalu. Lakini the worst problem matihu hagereria. Niloka kwa modita. Yesu wangu. Yesu wangu. Sasa Pastor Chege anaongea juu tu ili hajui tukitoka kazini tunapewa siku 2 tunalala ndafu hapo. Niona dila yake unadigwa ni mweke holo. Na niwaambie siri nyingine. Usizimie mtu simu. Wewe unazima simu unalala kama umekufa. Ainuliwa Mwokozi. Hao unamwona kuga mbele huko mwela. Wakati unafunga simu yako na unalala tu na ukiwa mgonjwa, nani atajua uko mgonjwa? Let's be realistic. Unakata simu yako unaifunga. Kama sasa hii tumefunga sababu tuna mambo ya Mungu tunazungumza na Mungu. Don't to be interrupted. Communication of the Holy Spirit with the angels, with God, with the inspiration, with the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. That's why tunafunga simu tukiingia kwa mlango tupate kuelewana pamoja. Lakini wakati uko ndani ya nyumba yako na ni wewe tu na wewe peke yako ama pengine na mke wako ama na watoto, why are you closing completely your phone? Na pengine wewe ni mhubiri. Na inafungwa hata kama ni mhubiri anafunga. Anasema no, I'm an American. I'm a citizen. Yeah, I have the right. Anasema simu. Naye hana uko na kuvua na mtu anasema ngai ngovienda ko nenda kwero. Akipiga simu kwa wero hapatikani. Oneno Timothy na vera. Tena kibona ni Mungu. Anakasilika na si kitu kingine. We have missed the right way. Simu sema ine. Gai, utikuwa amen. Ni ule waro alirwo ni ngari handu. Ugeta mundu akagago kugwa tokuguruka. Thimu iragire kuingira na ni makaniko koria ndo akabireriku. Oragia thimu ndakwenda wira. Iko shaka kumutwara ngari yakwa. Kwaja na rumu nje muno. Haleluya Mwokozi, sababu umetupa masaa na umetupa kila kitu. Sasa unaanza kupiga triple sijui nani unasikia kama utanyongekea hapo. No, I'm talking something. Tujifunze shia iliyo ya kuwa kipawa chema. That's right. Kwa nini unanizimia simu? Tuatida kihora tasio de pohora giradeja chote. Kata komaka. Na waita vipawa nzuri na tujirekebi. Let's be back home. Amen. Turongane bishuri twerikekuo. Bwana ni arogosho. Mwana ni arogosho. Unaweza kuona mtumia na wa boli mamai. Ala ulira mudhuru wezimu. Anaona kamba nyunyu. Nadagero. Yesu arogosho. Ni una barabara ile chini wa muri na koe.
tige kori we kuri highway ilolete Siaro kuri kwa barabara ikalo ya tatu nuta kija hali kija tutiki hadi tunyole kana ikatune ma'am hi tell me what's the problem. Hallelujah. Lazima nimchukulie hapo hapo tutapata. Stop. Lazima nimuulize kuna nini? Because you never know what is behind. That's right. We have to be realistic. Kwani neno Amerika ni nini? Si kama Kenya tu. That's right. Kwani kuna tofauti gani? Kuja Amerika kwani kuna tofauti gani? Si nilikuwa nakuna ninashiba hata kwetu. Allah, kwani kuna nini? Na nilikuwa navaa suti kama watu wengine ama wewe ulikuja na shati moja. Nilikuwa navaa suti ndugu. Huyo alitoka ndika alikuwa na suti nzuri. Kwani kuna nini? Ni sawa hata kwetu. Tulikuja kutafuta lakini tusibebwe na kutafuta. We should be clean from the heart, mind, everywhere, tuwe power sawa. Power anatukumbusha dokana horie bakwa homo. Uhagereja keo yaku ono gidira barabara diyaga we mundu gentle. Todo komano imwe no robode. Yesu agoso. No kiyo hali kumana we wala ile kura hiyo. Yesu agoso. Amen. Yesu agoso. Uwe sawa maana wewe ni kipawa. Amen. Usikae hivi tu. Kaa uko na silaha saa yote. Uhagereria keo yaku oikaraga we mwaki mathaa mothe. Mwaki wa roho mutheru ohuhererio hinde ciothe. Hallelujah wapendwa. Toikare tu mathaa hinde ciothe. Nitulero confession. Toikare tu mathaa waina ndio kuhinga kwa makulia kwa shekeroko. Ono ahele ngai ndio yeye ndio kuhinga. Ndio mwenda ile mtu ya pakeja. Ole ile. Sema kama no. Magari ya roho sho. Amen. Inatokea. Sasa hilo usahau na kesho. Au hauna jambo ukasikia kama inaleta. Hakuna mtu aniona. Lakini unajulikana uliposa. Kwa hiyo tukisema ni kukesa, be careful. Tukali tamu ile mambo leo haja patro kwa tele bono. Akati ndana kabotea kugangati kwa pesa yake. Yesu osho na ruwaru wiki alikia huwa ile. Osho ina metiende to. I'm just telling you something. Hallelujah. Meyo kaga kodera kiheo kila waheirwo. Na kikimanete na wega wa Ngai. Kwa hivyo wokovu ni kipawa cha Mungu. Mambo yale yote tumepata ni vipawa kutokana na Mungu mwenyewe. We all have received it through merited grace. Vile ulivyo ni kipawa chema. Wokovu ni kipawa. Kuwa mhubiri ni kipawa cha Mungu. Hallelujah. Kuna mtu akitaka kusimama hapa, hata ndio ukipatia hii anaanza kuligina akegoaga. Ni kipawa cha Mungu. Twende mbele. Paulo anamwambia mambo yale yalitabiri. Kwa hivyo katikati ya mambo yote inawanenea, there were things that God talked about this young man. They were prophesied. When the old hands were laid on him by the pastor, there were so many things that were talked about this young man Timothy. And that's why Paul is telling him, be ready, thou have the gift. Hallelujah. Hallelujah. Na lazima hata sisi wenyewe tunapuliza ile kipawa. Tusilale, usiku tusilale. Tukiamuka, tukumbuke tuko kazini. Hallelujah. Kwa sababu mhubiri kazi yake itakuwa sawa. Hudhiria muhujia wera na jira kuthaitha na Ngai. Yesu aposho. Paulo ni aliohosho ni wa Colossians. Alikuwa na nimbo hoya gire. Mwathani agocwo nigeta hotage kuruta kindu kiega. Hallelujah. Wakati unaniombea kwa kitu kizuri. Maombi kwe inakimbia bila kuwa na tatizo hapa. Gari ikienda kwa wewe, ikitolewa kila kitu, hata ukipiga chwa inasema inakimbia, haina haja ya kuuliza no, kwa sababu imetolewa kila kitu na imefanya service. Inakuwa kipazurisha kutembea barabarani na unakuwa sawa. Tumalize. Paulo pia anaendelea. 2 Timothy chapter 1 verse 5 to 6. Ndeko lilikanyo lilikanetio oria wikarete weteketie. Hallelujah. Ndeko lilikanyo lilikanetio oria wikarete oikaira weteketie. Otare na ohinga
ondole ushugwa Royce ambire gwetekia ona nyukwa unike ona gona wegate ogwo nawe ikaraga wetiketie tonducio nigukuririkania ati ohuhagiriria kiheo kirio hetwo ni Ngai kiumanite na wega wake. Angalia atakukumbusha. Nimekumbushwa juu yako. Uko na imani kama ya shosho wako Royce. Uko na imani nzuri kama mako Unike. Nimekumbushwa mimi nikuombee na kusihi mpendwa na kuombea pulisha hizi kipawa. Uhagiriria kiheo giki nikuririkania ndirikanetio o haria ndiraririkania njuke ngwire nindirakuririkania muthuri uria ndirakuririkania mwarire witu ati Ngai niarandirikania witikio uria wamukirire hindi ria shogwo akwaririe. Haleluya. Witikio urari na shogwo, witikio urari na mamu wanyu aikiani mwatwarirwo kanitha-ini ni etikia Jesu agocwo. Tariu ithuĩ twagũranĩra mũtumia akwa tũrĩ etikia ciana citũ tũcirerete na ũhoro wa ma. Mundu ona ngerega ndĩmũcũthagĩria na maitho ngamuria yes, can you repeat what I'm saying? Amen. Simseme amen. Hata nikiwa hapa nikiitwa guka mwingine juzi alinipiga kaniambia daddy can you pray for me? Nikamuuliza why do you want me to pray for you? What is the problem? Daddy nasikia mko chini kidogo kuna maandiko ile unisomea, can you remind me where you read those scriptures? I don't know Mwokozi. Simseme amen. Nikamkumbusha Psalms 103. Ulikuwa unasoma mahali badadi ulikuwa unasema Mungu nisije nikasahau. Nikamwambia go in your Bible. Can you take out your Bible? Toa Biblia yako. Na urende mke wako karibu hapo. Nataka kuwasikia nyinyi wote hapo. Nikaweka diwe. Wote hapo nikawaweka kwa darasa. Nikawasomea. Ngoro yakwa na kila wetha-inĩ wakwa ndĩkĩratha Mwathani na ndũkanariganĩrwo nĩ maũndũ marĩa mothe agotugaga namo. Haleluya. Wĩokuohagĩra mehia maku, wĩokuonagia ndwari ciaku, wĩogwĩka maũndũ mega tarĩ thũmbĩ arakoigĩrĩra, wĩokuandakahagia mũtũrĩre waku ta nderi cia rĩera-inĩ. Haleluya. Akaanza kusema tatibu rudia hiyo ndio nilikuwa natafuta. That's right. Sio sema amen. Huyu kijana yangu akasikia shuku, akasikia kama ni maji baridi ametiririwa. Haleluya. That's how we learn in the families. Hakuna mtu hachoki miongoni mwetu. You are not a superstar. You are not an angel. Haleluya. Hata mimi huchoka. That's right. I don't remember Mwokozi. Hata mimi wakati mwingine namwambia mke wangu niombe. Hata naye ananiambia that before I go pray for me. Si useme amen. Nikamuombea, nikamwambia shikameni pamoja. Una mafuta ile nilikwambia shika hiyo mafuta. Mwambie mke wako hapo mshike mafuta. Na uite hao watoto wako. Nami nikashika mafuta na mke wangu. Tukasema Mungu tuko hapa. Tangu tulete hapa Mungu, wewe ni mwaminifu. Umekuwa mchungaji mwema. Umekuwa ukichunga watoto wetu hata tukiwa mbali. Utanusa some God you are. Hallelujah. Amen. Mwokozi. Simseme amen. Tukaomba pamoja, tukaomba pamoja na wakatoka hapo wamebarikiwa. That's what we should be doing even when we are here. That's right. Wakati uko hapa ndugu yangu Karau, bana waachilia mama na watoto nyumbani. Hallelujah. Amen. Openi pamoja na mke wako, mwambie amuka tuombee hao watoto nyumbani. That's right. Bali kuna shida, tunasikia gari zinagonga watu tu ndafwa anyhow. Magonjwa ya kansa, mambo mengi nyumbani. Shikamana na mke wako hata mkiwa hapo. Ombeeni hao watoto sababu ni jukumu letu. Amen. Amen. Hata wakiwaitisha msaada msije mkanungunika. Wengi wenu nimejua mnanungunikana sana. Kenya yenda kuombesha kawale kwe. Kawale wewe. Watu wa Kenya wameenda kuambia no way. Wewe hapo hapo. Wewe hapa. Unaenda meke hapa. Wako ndugu hebu tukakurakara. Tunakonura tukakwalia na marakara muruka mikageria mata. Tukakwalia ukira, tukakwalia u. Jesu agocwo. Mutikiuge amen. Amen. Ndio ngomuruta ni muri ona atagurukite. Ndio ni koko hali. Tukakwalia u, wako ndugu mundu muraba batikakwalia u. Mwariri na ngorothe mwere mureire wito. Haleluya. Oh ndugu. Horia thimo ngori robo tuna shigira ngora thimo. Kore akahura go. Akathimo. Ona ta kona muda kora. Muri ni kege na ciothe noci
oya kandi yaku tondu wendi ukota ndora igiri uhurire mwaririe wego na ndukamuhe mwire ndona ri nigugutumira simupigie Bwana makofi tondu we kiheo kiega gitinukaga Yesu agocwo mwathani agocwo kiheo kiega ri ni kiega na matu-inĩ rĩkuo kiumĩte mũthuri ũyũ wĩtagwo mũhunjia wakwa kĩu rĩrĩa ahoyaga hĩ mũtumia rĩ aheire kĩheo kiumĩte kwĩ Ngai ndũngĩmwĩra tofauti ya mũtumia wake nyina wa mwathi mũmwĩre we thiĩ kũrĩa ũgũthiaga mwathani agocwo tondũ nĩ kĩheo nĩ kĩheo kĩega na nĩkĩo Biblia yoiga thĩinĩ wa Proverbs chapter 18 verse 20 roiga atĩa mũndũ ũrĩa wĩgĩrĩire mũtumia nĩagĩrĩire kĩ amũtarakĩrĩkia athuri Ngai atumia kwaria athuri ariai mũndũ ũrĩa wĩgĩrĩire mũtumia aca mũtinarĩkia haraka mũndũ ũrĩa wĩgĩrĩire mũtumia atumia hũrei athuri makothi mũndũ ũrĩa wĩgĩrĩire mũtumia nĩagĩrĩire kĩheo kĩega Jesũ agocwo nĩ gũtugwo atugĩtwo no nĩ Ngai kĩheo kĩndũ kĩega nĩ Ngai njoke ndĩgĩthirĩkanie nĩ gũtugwo kĩguo gĩa kuga gũtuga gĩgĩkũyũ nĩ kĩritũ mũno ndĩratugirwo ndĩraheo ito na ndĩroimagario haleluya Jesũ agocwo rĩu mwĩthiaga gacũcũ Nyĩrĩ ũimagario nginya na ndũma na kondo gĩkinya thitĩnji ũngaiugaga na gacũcũ rĩrĩ mwĩtũmaga tũwe mbeca tũingĩ mwathani arogocwo ona rũthiomi rũrĩa kũnjĩra ngaigua rwĩ rũthaka mũno mwana wani igwe mwana wani ngaigua ngoro yakwa yahona mwathani arogocwo kiugo kĩa mũthia na nĩ ndarĩkia Timotheo wa mbere ĩtũrĩkie na kiugo kĩu peke yake First Timotheo wa mbere ni Timotheo wa mbere Paulo alikie ni second Timothy verse 15 second Timothy verse 15 tulikuwa tunaongea juu ya kipawa siku ile tunaongea mambo mengine kipawa Paul 1:15 heha udwararia aroiga atiriri riu ri ni uyu ndu yate andu aria othe mari Asia ni mandiganirie na wa mwene Avugero na Herimogene mwathani oroigwira andu a nyumba ya Onesifora tha ni undu ni anyamaruraga kaingi ningi ndaconokaga ni undu wa uria ndari mohe na munyororo no riria okire Roma ri ni andwiririe na kio nginya kinyona mwathani arwetikira kuigwira tha mwathani arwetikira akaigwirwo tha ni mwathani o muthenya ucio wakinya na riri ni uyu wega muno uria maundu maingihite maria andungatagira namo kuria Efeso haleluya haleluya bokosi amen hapo kuna maneno mazuri sana one man Onesimo the other man Paul the other is another man Herimogene na mwingine wako hapo we have 3 people there lakini nataka msimuliwe nataka kueleza uzuri I just want to talk of the goodness of those 3 people we have Herimogene and somebody else together and we have Onesifora and we have Paul and Timothy there what are they talking about these people it's how we are in the church ya kwamba Paul amewekwa ndani ya jela ya Rumi na baada ya kuwekwa ndani ya jela kuna watu wengi hata wakuwa na habari na mhubiri wao walikaa kule lakini huyu ndugu anaitwa Onesifora akatafuta wakati mzuri ya kwenda kumtembelea ndugu yao na akamtafuta kwa kila jela every law akamtafuta mpaka akampata Biblia ya Mungu inasema ya kwamba that's what the Bible is telling us he searched him in every cell and he got him there and the Bible tells me that he was not even feeling ashamed of how he was put in chains I don't know about cause akina ndonaga gushonoka ni undu uria ndohetwo na minyororo na nimukibudu njera roago na men roago na tu tuige kuria twakiria twakoro ya mutagireje mwajai no poragana nararaha oro wa Onesifora akoiga mundu uyu ni achachamurire nkoro ni achokirie nkoro ni ahire nkoro yakwa hinya
nitaiguire wega muno ndikuja thakanyona mwathani agocwo mwathani arogocwo ni mwimaita maiki ungithii kuhoya mundu kindu no kwexpectete ati no wone oigwa tawagwa na ringi ni murata muturanitie no Paulo arenda kuga atia ati mundu uyu ndamakire ona ndaiguaga thoni akenjira mwathani agocwo ndi njera ni kuri andu maconokaga mona andu angi kuga wakinyanirira uguo niki mwathani agocwo no muraithe witu Onesifora athire kinya giake mukora ncera Paulo aria koiga atiriri we mwathani oe kuriha wega haleluya we mwathani wonaga thiriri we mwathani oe ati mawira maria mundu ucio atigire na maundu maingi maria atigite make agetikira guka kuncera thiini wa ncera ndarienda ndariurathia atiriri mundu ucio Ngai tukanariganirwo niwe muthenya uria woka na uthamaki wake tugurire Ngai uyu takuri uhoro munene muraithe witu ndu ati mundu gukuririkania ati ni ukonde kwa uthamaki ni undu wake muraithe witu ndahoya ni undu ucio wanjikire tukanage mutu Jesu agocwo acuthiririo uria mandiko maraiga thiini wa 2 Kings 1 Kings chapter 17 chapter 18 irari uhoro wa mutumia wa ndigwa hallelujah Jesu agocwo na muraithe witu Elisha na hindi ria muhire gakima amwirire atia riu ndugukua amen ndugwika atia riu ndugukua na nyungu yaku tikagwa mutu na mucuba waku tukaga maguta mutumia ucio akihonoka miaka itatu na mieri itandatu ariaga mutu utegutira ureka irohi haleluya oguo niguo Ngai ekaga riria twatuika iheo njega cia wira wake mwathani arogocwo kiega kiumite kwi Ngai gitagwo Onesifora ndaconokaga nikuona mũrĩithi witũ mũhe na mĩnyororo nake mũrĩithi witũ akĩruta ũnabii nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio mwega wekire we ndũkaga ũthamaki-inĩ Jesu agocwo na kĩra Ngai ndũretie maru haha njuge mũrĩithi witũ ũcio woka ndakanage ũthamaki-inĩ mwathani ndaigua akĩaria maũndũ manene makoniĩ mũndũ ũcio mwathani arogocwo nĩ maita maigana wĩ kĩheo kĩega wĩkaga ũndũ mwega ũngĩtũma ũririkanwo Ezekieli nĩguo tũthomaga mandĩko thĩinĩ wa Isaiah 38 ĩtwĩraga ũhoro wa Ezekieli hĩndĩ ĩrĩa arĩ mũrwaru na Ezekia hĩndĩ ĩrĩa arĩ mũrwaru mandĩko maigaga arwara akĩhoya Ngai akĩrĩra Ngai akĩona kĩrĩro gĩake no icigo ciarũmĩrĩire hau ririkana mutikire kia gwa era kwa gani muka Bible study ateko ririkana ki aha karaudi alika ririkana undu mwega ndanekadie Ezekia haha amucũthĩrie na hũthĩtĩra rũgitwakĩrĩraga akiuga Ngai wakiuga ngwĩ ihinda rĩrĩ ndeke na ndireketie wĩra wa nyũmba yaku mwathani agocwo akĩririkana ũndũ mwega aneka akĩmuongerera mĩaka 15 akĩraica Yona athiĩte hatua go back tell him it's going to live again. Hallelujah. He is my vessel. Mwathani agocwo nĩ kĩheo gĩakwa kĩega kĩa wĩra wakwa mwega mwathani arogocwo mũndũ ũcio wa Ngai akĩhona na akĩrwo ongerwo matukũ gwĩciria ũkĩria akiuga he ndahona hau nĩ hega mwathani arogocwo ũndũ waku mwega wĩkaga nyũmba-inĩ ĩno you will always be remembered. Hallelujah. Nĩ mwakũra thũkũma goro mũno mũtikũraga kare wiko ciringi 20 mũmĩgũraga 98 wa thĩ nĩthiaga kũndũ wa mũndũ naikĩti wa thĩ Jesu agocwo mũcigũraga 98 cent wĩko nĩthiaga kuo mũhunjia no ha mwacigũraga mbeca kĩ ciringi 100 35 wa ndora kohe kamwe na nira gure kohe twahota mwathani Ngai arathime andũ acio magũre ndora bote nicio ndathi kũrera mũtumia wakwa mwathani arogocwo no Biblia ĩroiga atĩa kĩndũ gĩothe ũheanĩte na ngoro theru haleluya kĩheo gĩothe ũheanĩte eni thimo 18
na mwari wa 10 na kindu hau eroiga kiheo giothe heanete na ngoro theru kiheo giothe kigoheanete nikionagira mundu hando gikamutwara kinya haria andu arĩa. Amen. Hallelujah. Amen. Kiheo giaku kiega kirio heanaga nikionagira mundu gacira kinya haria andu arĩa.